Mijadala ambayo inaendelea katika maeneo mbalimbali duniani ni kuhusu vita ya Mashariki ya Kati. Pamoja na mambo mengine, moja kati ya athari za vita hiyo ni biashara ya mafuta. Biashara ya mafuta ikiguswa haileti athari tu kwenye biashara yenyewe kwa maana ya kuuza na kununua mafuta, lakini tunafahamu kwamba biashara ya mafuta ni kichocheo kikubwa cha uchumi. Biashara ya mafuta inavyoathirika na uchumi kwa ujumla unapata athari zake. Sasa tutaangalia hali ikoje duniani, lakini pia ni namna gani ambavyo athari zilizotokea kwenye biashara ya mafuta zinazotokana na vita ya Mashariki ya Kati zimeweza kuathiri uchumi, na tuangalie pia ni zipi zinaweza kuwa njia mbadala za kunusuru hali ya uchumi. Hapa studioni tunao wazungumzaji katika mjadala huu. Kwanza tuna Agustino Masi ambaye yeye ni katibu mkuu wa TAPSOA. TAPSOA hii ni Tanzania Petrol Station Operators Association, ama tunasema chama cha wamiliki ama waendeshaji wa vituo vya mafuta hapa nchini. Masi, karibu sana. Asante sana Godla. Asante. Lakini vile vile tunaye Yuda Tadeus Asenga ambaye yeye ni mhadhiri msaidizi kutoka idara ya biashara Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Karibu sana Asenga. Asante sana. Lakini kabla tujaendelea zaidi, hebu tuangalie vyanzo mbalimbali ambavyo vimekuwa vikieleza athari ambazo zimejitokeza hasa kwa upande wa nishati na maanisha mafuta na gesi. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali ikiwemo Reuters, wanasema kwamba kwa hivi karibuni bei ya petroli kwa mfano nchini Marekani imepanda kwa zaidi ya 30% kwa hadi dola 3.79 kwa galoni. Lakini pia moja kati ya athari pia ambazo zimetokea ni kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Hii imekuwa maarufu sana, Hormuz imekuwa maarufu sana katika siku za hivi karibuni kutokana na eneo hilo kuwa linapitisha zaidi ya 20% ya mafuta yanauzwa duniani kote, na hiyo sasa imesababisha kusimamishwa kwa usafirishaji wa mapipa zaidi ya milioni 20 ambayo hupita karibu kila siku katika eneo hilo. Lakini pia mashambulizi ya Irani inaelezwa kwamba yameharibu 17% ya uwezo wa usafirishaji wa LNG ama gesi kwa upande wa Qatar na kuathiri usambazaji wa kimataifa wa gesi katika taifa hilo kwa kipindi kinachokadiriwa kuwa ni miaka 5. Lakini pia kwa mfano bei ya mafuta ya ndege imeongezeka, na hii vyanzo vinaeleza imezidi 100%. Lakini pia sambamba na hilo zipo athari nyingine ambazo zimetokea. Kwa mfano Ulaya pia na kwenyewe bei ya gesi kwa mfano imeongezeka maradufu. Kwa huku Afrika tumeona pia athari hizo zikionekana sio tu kwenye biashara yenyewe ya mafuta, lakini pia kwenye uchumi kwa ujumla katika mataifa yanayoendelea, hasa mataifa ambayo yamekuwa yakitegemea mafuta kutoka Mashariki ya Kati ikiwemo Tanzania. Ni mataifa ambayo yanatazamwa yanaweza kuathirika kwa kiasi kikubwa kama hatua za kunusuru uchumi hazitachukuliwa. Na hivi sasa tumeona jitihada mbalimbali zikiendelea, serikali na wadau wengine kuhakikisha kwamba hali ya uchumi inanusurika. Lakini hivi ni vyanzo vinaeleza hivyo. Tuzungumze kwenye uhalisia wa kisekta. Tino, wewe upo kwenye sekta ya mafuta kwa miaka mingi, kwa mfanya biashara wa mafuta na pia unaongoza chama hiki TAPSOA. Hali ikoje? Biashara ikoje sasa hivi? Kusema ukweli, kwanza nikushukuru Good Luck kutualika kwa ajili ya kuja kutoa elimu na hasa kuja kutoa uhalisia wa biashara ya mafuta au upatikanaji wa mafuta nchini. Mimi niko kwenye biashara kwa muda mrefu na pia ni kiongozi wa muda mrefu wa hii taasisi. Kwa kweli kutokana na uhalisia kwa sasa hivi sisi Tanzania tuko vizuri sana. Viongozi wetu tukishirikiana na Mheshimiwa Waziri wa Nishati Deo na timu yake yote pamoja na viongozi wa kwetu sisi upande wa TAPSOA, TRA na wengine wote wanaohusika na sekta ya mafuta, manake nikizungumzia EWURA, wizara yenyewe, manake katibu mkuu, tumekuwa na vikao vya usiku na mchana kuweza kuliangalia hili swala. Lakini Tanzania tumekuwa na bahati kubwa ya kuwa na viongozi wenye maono, na nishukuru Mheshimiwa Rais aliteua vijana wa Gen Z ambao ni mawaziri sasa hivi wanafanya kazi yao vizuri sana. Baada ya kuona ile vita tu tarehe 2 vikao vimeanza hapa Tanzania kwa ajili ya kuiona hii hali. Kwa hiyo kuanzia tarehe 2 ya mwezi huu, manake vita ilianza tarehe 28 kama mtakumbuka. Kwa hiyo kuanzia tarehe 2 tumekuwa na mawasiliano hapa na pale kwa ajili ya hili swala, na tukaenda mbali na kushirikiana na wenzetu. Ina maana sisi tulitangulia
kuiona hii athari kuliko eneo lote la region yetu ya Afrika ya Mashariki kusini mwa jangwa la Sahara, ikizungumzia Kenya, Uganda na Zambia, Malawi na Burundi. Sisi tuna uhakika wa mafuta kuliko nchi zote hizo zinazotuzunguka, kwa sababu kwa sasa hivi tuna mafuta ambayo yanaweza kutumika miezi mitatu ijayo kuanzia leo. Na kabla ya hii miezi mitatu sasa hivi ambayo tunayo, kabla haijafika, manake huu mwezi tunao ni mwezi wa 3, ina maana mwezi huu wa 3 tunatengeneza mazingira ya kupata mafuta mengine ya miezi mitatu mingine. Kwa hiyo ina maana ukumbuke, kabla ya mwezi huu wa 3 kuisha, tutakuwa na mafuta ya miezi mitatu mingine ijayo. Na kabla ya miezi mitatu mingine ijaisha, tutakuwa na miezi mitatu mingine ya mafuta kuja. Kwa hiyo ni wahakikishie wa Tanzania kwamba hali ya mafuta kwetu nchini iko vizuri kabisa, kwa sababu tulijiandaa kabla ya kufika kwenye hii changamoto. Sasa kama hali ya mafuta iko vizuri na kama tulikuwa na mafuta ya miezi mitatu mbele, kwa nini bei ya mafuta imeongezeka? Bei ya mafuta bei ya mafuta ya mwezi uliopita yameongezeka kutokana na mfumo tu wa kwake, kwamba kwa sababu kila bei ya mafuta inapofika, wenzetu EURA wanakokotoa zile gharama zozote za kuleta mafuta mpaka kuingia sokoni. Kwa hiyo bei iliyopanda ya mwezi wa 3 imepanda kwenye muhimili wa kawaida kabisa, bei za kawaida za siku zote, kila Jumatano ya kwanza ya mwezi. Hakuna wakati wote bei zinakuwa sawa, aidha itateremka ama itapanda. Kwa hiyo ya mwezi huu, lakini huu mwezi wa 4 tunakokwenda ndio tutapata athari ya bei ya mafuta, kwa sababu kuwepo kwa mafuta nchini sio kwamba yale mafuta yalikuwa tayari yako nchini, yalikuwa yako njiani kuja, tayari yalishaandaliwa kwa ajili ya kufika Tanzania. Na kwa ninavyokuambia sasa hivi tayari tumeshapokea mafuta ya mwezi wa 4, tunapokea tena mafuta ya mwezi wa 5, tutakuwa tunapokea mafuta ya mwezi wa 6. Kwa hiyo meli ziko barabara zinakuja, nyingine zimeshafika, tunaendelea kupokea. Kwa hiyo zitaathirika kutokana na, hasa kuna gharama zimeongezeka, insurance, gharama za kusafirisha, kila kitu, kuna vitu vingi vimepanda sana hapo katika baada ya hii vita. Lakini pia tuna mafuta mengine tunayanunua ya bei ya vita. Ukumbuke ambayo tunayanunua mwezi wa 3 yatakuwa ni mafuta ambayo yanaathirika moja kwa moja na bei ya vita. Hayo mafuta yake yatapanda zaidi. Swala kwanza naomba mnielewe vizuri katika hoja yangu. Umeniuliza swala la upatikanaji wa mafuta, sio swala la bei ya mafuta. Na kujibu swala la upatikanaji wa mafuta. Swala la bei ya mafuta ni swala lingine. Yani availability na price. Ya price. Sasa mimi sitaki kuchanganya vitu viwili. Ndio. Nazungumzia swala la upatikanaji wa mafuta. 100% Tanzania tuna uhakika mafuta yapo. Yatapatikana. Kuhusu bei, itapatikana bei kutokana na hali halisi. Na lazima tujiandae kupokea huo ugumu. Kwa sababu sio Tanzania, ni dunia nzima. Kwa sababu kama wakati tunanunua mafuta 2780, 2800, bei wakati huo barrel la moja ilikuwa ni $60. Sasa tunashuhudia tunakuja kununua $120 au $100. Sasa unategemea bado utapata bei ile ile. Na sisi wakati tunanunua baro $60, bado Tanzania, kutokana na uongozi mzuri wa serikali yetu, kuna kipindi ambacho tuliingia kwenye corona, serikali ilitoa baadhi ya tozo ili kuweza kumpa unafuu mwananchi kupata yani kuwa na bei milivu ambayo mwananchi wa kawaida kutokana na uchumi wetu ataendelea kununua mafuta. Bahati nzuri serikali haikuwa imerudisha zile tozo. Ndio maana ukiangalia Zambia, Kenya, Uganda, bei yao ya mafuta iko juu kuliko sisi. Kwa hiyo tunapata shida ile mikoa yetu ambayo iko pembezoni mwa nchi hii, ina maana wa Zambia wana drive magari kuingia Tanzania kununua mafuta, kwa sababu bei yetu ni himilivu na iko chini. Na hata nilikuwa juzi mwezi Februari kabla ya vita, nilikuwa Europe. Bei ya mafuta kule, thamani ya kwetu ilikuwa ni shilingi 2700. Wakati baro la pipa moja ghafi ilikuwa $60. Alafu tuelewe good luck, hii $60 ya baro sio kwa ajili ya Tanzania. $60 ya baro ni dunia nzima. Hata kama tungekuwa tunachimba sisi mafuta hapa, bado yangekuwa bei ile ile ya dunia. Kwa hiyo tunapokwenda kutuzungumza baro moja ni shilingi ni dola 100, hatuzungumzi Tanzania, dunia nzima ndio bei yake.
Kwa hiyo sasa kinachopunguza ama kuongeza bei ya mafuta ni tozo mbalimbali ambazo ziko kwenye nchi, kila nchi ina tozo zimeweka mle ndani. Na tuseme kwenye dunia nzima mapato yanayo uhakika kabisa ya kuendesha nchi yanatoka kwenye mafuta. Ndio maana tozo nyingi za mafuta za serikali ziko kwenye mafuta. Leo ukiondoa tozo za serikali zote ukasema bei ya mafuta itakuwa 1200 1500, lakini ile kufika mpaka 2000 na kitu au 3000 ni tozo mbalimbali ambazo ndio zinaendesha uchumi wa nchi, zinawajengea mabarabara. Tunaona mwendo kasi yanajengwa, tumejenga ile bwawa la Mwalimu Nyerere, vitu vyote tumejenga. Daraja la wapi Busisi Kigongo kilomita karibu 3, zote ni hela zinatokana na hela za uhakika ambazo rafiki yangu kamishna wa TRA analala usingizi kuzipata bila usumbufu, kisa mafuta. Sawa Tino, tutakuja kwako. Nasenga kwa upande wa uchumi, migogoro na hali kama hizi kujitokeza unaleta wasiwasi wa mfumuko wa bei na gharama za maisha kupanda, hasa ukiangalia pia sekta nyingine ambazo zinategemea pia mafuta. Ndio. Naam, kama alivyosema mzee ametuhakikishia vizuri kuhusu supply ya mafuta, na kwa principle tu ya uchumi ya demand and supply zinaathiri bei moja kwa moja ya upatikanaji wa bidhaa na huduma. Na tunavyozungumzia kwamba mapipa milioni 20 yalikuwa yanapita pale mlango wa Hormuz na yamepata changamoto, manake supply inapungua. Kama supply inapungua, manake tayari bei zitaathirika moja kwa moja za bidhaa na huduma katika soko la dunia. Na bei zinavyoathirika, tunaposema vita inapigwa Irani na maeneo mengine, si kwamba tu wanaoathirika. Bei za bidhaa na huduma katika soko la dunia zinavyoathirika, automatically hata na mkulima ambaye yupo kule Iringa anaathirika, kwa sababu mafuta ni bidhaa tunasema mtambuka ambayo inakata cross, inaathiri karibu kila sekta, kwa sababu mafuta yenyewe yanasafirishwa. Usafirishaji wa mafuta ni gharama, na usafirishaji unaoujua wewe wa ndege tumeona karibu 106% imeongezeka, manake inaenda kuathiri hata usafirishaji wa mazao. Uzalishaji katika viwanda unategemea mafuta. Kwa hiyo ile bidhaa kwa nature yake, kwa mafuta inakwenda kugusa kila huduma, kila bidhaa inayouzwa katika soko, na si soko tu la Tanzania, katika soko la dunia. Kwa hiyo sio tu sisi tutaathirika, ataathirika mkulima, ataathirika mfugaji, ataathirika msafiri wa kawaida anayetoka labda mkoani kuja Dar es Salaam Kariakoo. Na kwa mfano mtu akiathirika anatoka Iringa kuja Kariakoo kununua bidhaa, automatically ile bidhaa itaongezeka nini? Bei. Kwa hiyo unakuta multiply effect ya ile vita moja kwa moja imeshamgusa mkulima wa Iringa, mkulima wa Njombe, mkulima wa sehemu nyingine. Kama alivyosema baba, ni kwamba tutapata supply, lakini supply ya kiasi gani na supply kwa bei gani, hilo ni jambo lingine. Tukipata kwa mafuta yanayokuja kwa miezi mitatu hii, pengine tulikuwa tumeshapata katika bei ambayo sio bei ya vita, lakini baada ya hapo hatuwezi kuepa madhara yatakayotokana na vita hii, kwa sababu tayari supply ya mafuta itakuwa imefanyaje? Imepungua. Kama supply imepungua, principle ya kawaida tu ya demand and supply, ina maana supply ikiwa ndogo, automatically prices zinakuwa kubwa. Kwa hiyo bei za bidhaa na huduma zinaathirika moja kwa moja kutokana na bei ya mafuta duniani kufanyaje? Kuongezeka. Kwa hiyo mimi ambacho nilikuwa nasema hapa, kama alivyosema mzee, na serikali iendelee kwa kweli kuweka juhudi katika kusimama, kwa sababu karibu 90%, tukisema nishati mbadala zinakava kati ya 15% mpaka 20%, lakini mafuta yanachukua karibu 85% mpaka 90%. Kwa hiyo hakuna namna tutasema tunakava gap la mafuta katika muda mfupi. Mafuta ni bidhaa muhimu na ni lazima yawepo ili kuendelea kuendesha uchumi wa dunia. Kwa hiyo kama ni hivyo, maanake cha kwanza
lazima tumuombe Mungu vita iishe. Vita ikiisha, ule mlango utafunguliwa. Mlango wa Hormuz ni mlango ni kama mto au nini, lakini ina kilomita 33 tu. Kitu ambacho kinaweza kikaingiliwa na vita au control ya aina yoyote, na ndio maana unaona kuna shida pale kwenye ule mlango kwa sababu ni mdogo. Sasa inavyotokea kwamba pale Iran, manake huko kaskazini mwa Irani na Omani hapo, inapotokea kwamba tumezuia mafuta kupita pale, manake tumezuia kati ya 20% na 30% ya supply ya mafuta duniani. Kama tumezuia 20% mpaka 30%, lazima the same hiyo amount tukaiapply kwenye madhara. Inaenda kutokea kwenye madhara kwamba supply imepungua kwa 30%, prices zitaongezeka kwa 30%. Sijui kama tumeelewana vizuri. Kwa hivyo madhara ya vita yanayosababisha kupungua kwa supply ya mafuta yanasababisha moja kwa moja shida kwenye huduma zetu pamoja na bidhaa. Naam. Katibu, kwa sasa Tanzania mafuta ambayo tunatumia yanatoka zaidi mataifa gani? Na kwa sababu tumeona pia mpango wa Dangote Refinery hao kufanya usambazaji pia kwa nchi za Afrika. Kwa sasa hivi tumshukuru Mungu, asilimia kubwa sana ya mafuta ya kwetu tunatoa India. Kuna kampuni moja Alliance ambayo ni wana refinery kubwa sana kule India. Kwa hiyo tunapata kutoka India. Hiyo imetupa msaada mkubwa. Na sio Saudi Arabia. Sio Saudi Arabia. Mafuta mengi sana tunatoa kutoka India. Alafu tumeshukuru juzi tuna taarifa kwamba Alliance baada ya ile mafuta kuteremka kidogo alinunua mafuta mengi sana ya mamilioni ya hela juzi. Unajua mafuta ni kama stock exchange. Inapoteremka kila mtu anavizia, ananunua. Kwa hiyo supply chain ya kwetu iko vizuri. Na hata ya Dangote yatakuwa ghali sana. Tuko mbali sana na Nigeria, umeshalelewa. Kwa hiyo ukiangalia mfumo wa mafuta ambayo yanazungumziwa ya Dangote, haya mafuta ni story tu. Mafuta ya Dangote kwetu sisi hayatatusaidia kitu chochote kuja kwetu sisi Tanzania. Kwa sababu ukiangalia umbali, ukiangalia gharama za ununuzi, itakuwa bado ni changamoto tu. Kwa hiyo kwenye muhimili, kwenye ile supply chain yetu sisi bado tuko haijakatika, iko vizuri. Na kwa sababu kama nilivyowaambia tunatoa India mafuta mengi. Kwa hiyo na hapo Saudi Arabia na hapo Middle East hapo kuna shida kabisa. Unaona kama wanashambulia miundombinu ya mafuta. Kwa hiyo tunashukuru Mungu sisi kidogo tuna hiyo njia. Sasa kama tunatoa huko ni Far East mwake unazungumzia India mashariki ya mbali. Mashariki ya mbali. Kama kwa asilimia ngapi pia? Kama ni kwa kiasi gani? Asilimia kubwa. Asilimia kubwa. Inaweza kuwa 80 90, sina data. Lakini zaidi ya nusu. Lakini zaidi, of course zaidi ya nusu. Ndio maana tuko comfortable. Na hatujapata force majeure ya wale wa supplier kwamba watashindwa kutuletea mafuta kutokana na mikataba inavyosema. Mpaka jana tulikuwa na kikao na Mheshimiwa Waziri na tumeunda kamati maalum ya TRA, TAPSOA na vyombo vingine vyote vya ulinzi na usalama. Tumeunda kamati ya mamlaka ya mapato, tumeunda kamati ya wizara, tunafanya kazi saa 24. Hivi ninavyokuambia, ukiitwa saa yoyote tuko kwenye groups, tunahakikisha kila mahali nchi nzima tunapata supply. Kila kona. Naam, ndio maana nilikuwa naona huko kwenye mahojiano hapo unajaribu kuangalia. Natupia macho kidogo kwenye group. Natupia kwenye group kuwajibu ili kwa sababu watu wako, yani naomba panic buying isije katokea. Namuomba Mungu isitokee. Mwanangu hapa amesema anamuomba Mungu vita iishe. Hilo ndio jambo la msingi kabisa. Lakini pia namuomba Mwenyezi Mungu watu wasifanye ile panic buying. Kuanzia wanaonunua mafuta kwenye vituo vya mafuta na wale wanaonunua kwenye maghala makubwa kupeleka kwenye vituo. Tuendelee kununua kwa utulivu. Tukishapata hiyo panic buy, tutatengeneza uhaba wa mafuta ambao haupo. Kwa sababu leo good luck unanunua lita zako 5 ukienda kituo cha mafuta, kwa sababu labda unatarajia kesho itakuwa mafuta upate, ukianza kujaza full tank na mwingine full tank, ina maana vituo vitakauka, alafu tutakuwa tumetengeneza uhaba wa mafuta ambao sio haupo. Na lingine kubwa
sisi wafanya biashara wa mafuta, na sisi tusifanye hiyo, kwa sababu tukishafanya tutaamua kununua mafuta mengi, tutahozi mafuta. Tukisha hozi mafuta, manake tunatengeneza uhaba wa mafuta, kwa sababu kwenye wafanya biashara tuna muscles na za financial muscles tunapishana. Good luck una uwezo mkubwa wa kununua mamilioni ya lita, kwa hiyo unaweza kununua mamilioni ya lita ambayo huendi kuyauza, lakini yatakuwa umeyahifadhi kwa ajili ya kuuza baadaye. Sasa yule Asenga na nguvu yake sio kubwa, atanunua kidogo, wakati anataka kwenda kununua tena nakuta yule mwenye muscles kubwa amenunua mengi lakini hayauzi, anategemea kuyauza siku za mbeleni, italeta changamoto kubwa sana. Kwa hiyo naomba nitoe wito kwa wafanyabiashara wa mafuta wa vituo vya mafuta Tanzania. Sasa katika hilo pia kwenye kujaribu kujihami, sasa sijui ni kitu gani, lakini kwenye biashara huwa mnazitumia sana. Tumeona kuna tuhuma dhidi yenu wafanyabiashara wa mafuta kwamba baadhi yenu wanaficha mafuta sasa hivi ili kusubiri baadaye bei ipande, na mnacho chama TAPSOA hii, nafikiri mnakuwa wote kwa pamoja mpo huko. Kwa nini mnaficha mafuta? Tunakubali tuhuma ni kitu kingine na kuhalisia ni kitu kingine. Kwa tuhuma hizi zina ukweli au hazina ukweli? Hamfichi mafuta. Hatufichi mafuta. Unaficha mafuta kwa sababu gani? Na nimekuwa nikizungumza kwenye vikao mbalimbali. Tunapokuja kwenye media kama hizi, ujue tuna vikao vya ndani zaidi vingi mno kuliko ambavyo vinakuja kufanyika media. Hata waziri anapojitokeza kukutana na media, kuna vikao vingi vimeshafanyika nyuma yake, ndio anakuja kuzungumza kwenye media. Hivi ninavyokuambia, kutwa nzima jana tulikuwa tuna vikao kama nilivyosema, na tumetembea mpaka kwenye maghala. Nafikiri nyinyi mlikuwepo Azam TV. Jana tulikuwa kwenye maghala ya maghala ya mafuta kwenda kuhakikisha uendeleaji wa upakiaji wa mafuta kupeleka kwenye station unaendelea kama kawaida. Mtu ambaye atakuwa anahozi mafuta kwa nia ya kusubiri bei atakuwa anawatesa wananchi, na niseme ukweli kwamba yale mafuta tunayouza sio mali yetu. Yale mafuta ni mali ya Watanzania, wewe na mwingine, kwa sababu nani anakwenda kununua mafuta kwa dola? Unakwenda na shilingi zako, sio? Kuna mafuta yananunuliwa kwa shilingi huko duniani, yananunuliwa kwa dola. Zile dola zinapatikana wapi? Pamba, korosho, madini yetu na mapato mengine ya serikali, utalii. Zile dola ndio tunapewa sisi na serikali kwenda kununua mafuta tuje tuwahudumia wananchi. Sasa unapoficha mafuta ni uhaini. Sasa Tino unasema kwamba hizo tuhuma zina ukweli, lakini tumeona ni hofu ambayo iko hata kwenye mamlaka. Tumeona hata EWURA wanasema kwamba kuna baadhi ya wafanyabiashara wanaficha mafuta na wengine na wakasema kwamba kutakuwa na ukaguzi kwa wafanyabiashara. Tuhuma zimetoka, wao wanafuatilia zile tuhuma. Kuna mtu ameshikwa anaficha mafuta? Tuhuma zimetoka, sawa, tumkubaliani, tuhuma zipo. Baada ya tuhuma, unataka EWURA walale? Unataka wizara ilale? Lazima ifuatilie zile tuhuma ni za kweli. Lakini kama chama ambacho kinaunganisha hawa wafanyabiashara wa mafuta, hamjabaini kwamba kuna wenzenu wanafanya hivyo mpaka sasa hivi? Hatujapata hata mtu mmoja anayefanya hivyo. Kulikuwa na tuhuma kwamba kuna uchelewaji wa upakiaji wa kwenye maghala, madepos, kwa ajili ya wenzetu wa TRA. Tumefanya vikao na wenzetu wa TRA, wameonyesha kwamba hakukuwa na changamoto hiyo. Changamoto ni zile logistics za kawaida, kwa sababu haya mafuta yananunuliwa, yakija yana taratibu za kulipiwa kodi. Unakuta mafuta mtu ameyauza au anataka kuuza hajalipiwa kodi. Haiwezekani mafuta kama haya yatoke. Kwa hiyo zile taratibu za kawaida tu, zile za kibiashara na za kimamlaka, ndio zilizojitokeza kwenye matukio ya depo ambayo tumeshazisolve, tumeshazimaliza na tumekubaliana na TRA. Na wenzetu wa TRA ambao walikuwa wanalaumiwa kuchelewesha magari kwenye madepo, Commissioner General tumekutana naye, tumezungumza naye, tumekubaliana aongeze enforcement ya timu kwenye maghala ya mafuta kwa muda huu ili uchelewaji wa mafuta usiwepo. Na akasema, mimi namshukuru sana, tunaweza kufanya kazi saa 24 kwa ajili ya kuondoa hili tatizo. Tumekuwa na mheshimiwa waziri amesema timu zote zinazohusika na mafuta, upakiaji wa mafuta kwenye maghala, zifanye kazi saa 24 kuhakikisha mafuta yanakwenda kwa wananchi. Tumekuwa na wenzetu wa TBS ambao ndio wanafanya marking, wanaweka dawa, Kiswahili kizuri, wanaweka dawa kwenye yale magari kwa ajili ya magari yatoke. Nao wamekubaliana kufanya kazi mpaka usiku
na wameondoa gharama za ongezeko la overtime kwa watumishi wao, ili mradi kurahisisha maisha yaendelee. Sasa mnataka tufanye nini zaidi ya hicho? Ni kitu kikubwa tumefanya. Nyinyi mnakaa tu mnafikiri hakuna kinachoendelea. Mnapoona mafuta yanauzwa mtaani, unajua kuna watu wanafanya kazi usiku na mchana. Unajua ni sawa sawa na ulinzi. Mtu unaamka unakwenda nyumbani kwako, huoni thamani ya jeshi, huoni thamani ya polisi, kwa sababu unaamka asubuhi unakwenda kazini. Lakini angalia ikitokea shida unavyoona polisi wana nafasi ya kufanya kazi yao. Sisi tunafanya kazi kubwa sana kuhakikisha mafuta yanapatikana nchini na yanakwenda. Yanaweza kuwa mafuta yapo nchini, lakini supply chain ya kwenda kwenye vituo ikawa ni ngumu. Zote tunazisimamia kuanzia kuingia nchini na kuhakikisha mafuta yanakwenda kwa walaji. Na alikuwa anaongea hapa mwanangu Asenga kuhusu swala la inflation. Ni kweli tatizo tunaloliangalia mbele yetu sasa, mafuta kweli yatafika Dar es Salaam, lakini gharama za mafuta zimeongezeka kwa asilimia kubwa. Wasafirishaji wa mafuta hawezi kutusafirisha kwa bei ya zamani. Kwa hiyo hilo pia linaangaliwa, tulifanyeje ili tuhakikishe yale mafuta yatakapofika kwenye bandari ya Mtwara, Tanga na Dar es Salaam yanakwenda kwa walaji. Kwa hilo tu tunalifanyia kazi, na nafikiri leo tutakuwa na kikao cha kuweza kujadiliana. Tusikae tu tusubiri mafuta yameshafika, lakini leo msafirishaji anasema bei yangu mafuta nilikuwa nanunua 2500, sasa leo naenda kununua 3500, siwezi kusafirisha kwa bei ya jana. Hayo yote tunayafanyia kazi ili kila mtu aweze kuwa na amani. Sawa. Katika tabia ya soko Senga, kuna hilo uwezekano gani kwenye tabia ya soko watu kuhifadhi bidhaa mahodi, na zina madhara gani? Nashukuru. Kama nilivyosema, tabia ya soko inaamuliwa na uzalishaji na utumiaji, na wafanyabiashara wengi mara nyingi wanaangalia faida. Kama wanaangalia faida, manake kama ambavyo hizi tuhuma zinatolewa kwamba kuna watu wanaficha bidhaa kwa ajili ya kusubiri bei iongezeke, mara kadhaa ipo kwa wafanyabiashara wa mafuta. Kwa sababu ya kwa nini ni wa mafuta? Ni kwa sababu ya regulations zilizopo, zile sheria na namna ambavyo kunakuwa na utaratibu wa kureview bei kila Jumatano ya kwanza ya mwezi. Sasa ananunua mafuta mengi anayaweka, alafu ukienda kwenye sheli, mimi mara kadhaa nimeenda kwenye sheli nimeambiwa hakuna mafuta kwenye vituo vya mafuta, vya mafuta sasa unapoenda pale unaambiwa hakuna mafuta. Tunarudi kwenye tatizo lile la supply chain ambalo mzee wangu amelisema. Lakini kwa maana ya tabia ya soko hasa ya mafuta, liko tuseme very sensitive. Siwezi kusema kwa very sensitive kwa maana ya bei inabadilika haraka kulingana na usafirishaji, kulingana na ununuzi. Kwa mfano mzee wangu amesema hapa kuhusu bei ya pipa moja la mafuta hafi. Ilikuwa kati ya $60 mpaka 80. Sasa hivi imeenda mpaka ndio mpaka sasa hivi imeenda 120 na mategemeo kwa mara mbili ilivyokuwa. Mategemeo mpaka data za leo status ya vita ilivyo itafika mpaka 150. Kwa hiyo kama pipa moja litafika $150, ina maana tunategemea bei za bidhaa zinaweza kufanyaje kuongezeka. Na hiyo sio swala la kusema ni la kuficha, ni kwamba bei zitaongezeka za bidhaa, kwa sababu bei za usafirishaji nazo zitafanyaje, zitaongezeka. Kwa hiyo katika vitu ambavyo wananchi inabidi tujiandae navyo kama madhara ya hii vita, ni bei za bidhaa kubadilika, ambayo inaitwa imported inflation, ambayo inatokana, sisi ukweli ni kwamba tunatoa mafuta nje, sisi hatuzalishi mafuta hapa ndani. Kwa hiyo kwa maana ya maamuzi ya soko, sio soko letu, ni global market, ni soko la dunia, itasababisha baadhi ya bidhaa zipande bei. Sasa wito kwa serikali na kupitia vyombo vyake kama ambacho kinasimamiwa na mzee hapa ni kujaribu kuangalia sasa namna ya kuregulate,
kuangalia ni kweli kwamba kutoka huko pipa litakuwa limekuwa $120, lakini inapofika hapa sasa, baadhi ya tozo kama ambavyo walifanya kipindi cha corona, na wanaweza sasa hivi wakasaidia pia kuangalia namna ya kuregulate kupitia mamlaka kama TRA na mamlaka nyingine zinazohusika, ili mwananchi asiathirike. Kwa hiyo unamaanisha mbinu ya withdraw baadhi ya tozo inaweza ikatumika hivi sasa? Ndio tunakoelekea, kwa sababu baba amesema pia tunafanya kazi na TRA na mamlaka nyinginezo. Ile mbinu ambayo ilitumika kipindi cha corona, sababu kipindi cha corona pia tatizo hilo lilitokea, mafuta yalipanda bei. Mbinu ya kupunguza baadhi ya tozo ili kumsaidia mwananchi, kwa sababu ukumbuke vita imetokea, ni force majeure, hatukujiandaa nayo. Mwananchi wa Moshi, wa Arusha, wa wapi hakujiandaa nayo. Sasa anapoenda kununua mkate, anaambiwa mkate umepanda bei, umekuwa shilingi 5,000 kwa sababu ya bei ya mafuta. Pale sasa ndio wanasema role of government, ndio serikali inaingia pale kwa ajili ya kuregulate ili mwananchi asipate. Sasa mbinu ya withdraw baadhi ya tozo itafanya kazi, kwa sababu tunafahamu kwamba tuna mzigo pia upande wa pili. Wadau mbalimbali wa maendeleo waliokuwa wanatoa fedha kipindi cha nyuma, kuna ambao wame withdraw. Kwa mfano kuna mashirika kama USAID na mashirika mengine ambayo walikuwa wanatoa funding kwenye masuala ya ukimwi na masuala mengine. Sasa hivi hawatoi tena pesa, na tumeona sasa tunavyoandaa bajeti inayokuja, inabidi pia tufikirie jinsi gani tunaweza tukafunga mkanda tukatafuta pesa zetu wenyewe. Sasa ukianza tena kupunguza, inaweza pia ikawa relevant, au inaweza pia ikasababisha athari nyingine kwenye uchumi kwa ujumla. Ni kweli, ndio maana tunazungumzia multiplier effect. Serikali ina mechanisms za kubalance kila kitu kinachojitokeza katika uchumi. Serikali inaweza ikasaidia kuregulate upande wa mafuta, lakini ikasaidia upande wa madini ukaboost ule upande ambao ulikuwa hujabalance vizuri, ili kuangalia, kwa sababu kinachoangaliwa ni kipi kinachoathiri wananchi wengi zaidi kwa wakati mmoja. Ukumbuke vita hii hatujui inakwisha lini, na tunajua ilianza lini, na hatujui inakwisha lini. Sasa anaposema baba waziri anafanya kazi usiku na mchana na mamlaka zote, lengo lake ni nini? Lengo lake ni kuhakikisha mwananchi anaendelea kupata nini? Huduma. Na kama mwananchi anapata huduma ambayo iko regulated. Tukiwaachia kwa mfano wafanya biashara, ukiwaachia akina mzee Mas waamue bei kulingana na frustration zilizoko kwenye soko la dunia kwa sasa, mafuta yatauzwa shilingi 5,000. Mzee Tino ni mzalendo, wala naye anasaidia serikali na watu wake. Kwa hiyo mimi nilikuwa nasema pamoja na uzalendo kwenye biashara. Uzalendo upo, labda samani na Asenga, watu wanafikiri wafanyabiashara wa mafuta wako kwa ajili ya kufanya biashara. Si kweli. Wafanyabiashara wa mafuta wako kwa ajili ya huduma tu. Ndio maana sisi hatupati faida, tunapata margin. Yani tuna ile margin unapewa kama ni incentive. Yani unapangiwa mpaka kwa lita moja unapaswa upate shilingi ngapi. Sio faida. Faida wafanya biashara wengine, sisi tunapata margin ni small. Kitu kidogo sana. Ukiangalia asilimia kubwa biashara ya mafuta ni huduma, sio biashara ya kutengeneza faida. Lakini watu wakiangalia, unajua ile mtaani tukiwaangalia wafanyabiashara wa mafuta wengi ni madoni, ni matajiri, wengi ni mamilionea au kama sio mabilionea. Hata mzee Masi. Ndio. Tunaangaliwa hivyo tu kwa sababu hasa ukituambia unapata margin, unapata ka incentive. Kwa mtu anayejua biashara, kwa sababu unajua lori moja la mafuta kabla ya bei kupanda, unatakiwa lori la lita 38 uweze kununua shilingi milioni kama 89. Sawa? Lakini lile lori la mafuta ambalo unaona milioni 89, unapata faida ya growth margin kama hujapata loss hata moja. It's 1.8 million. Masiara bwana. Nitakupa milioni 1.8. Nitakupa na calculation kwa sababu sisi tunapata lita moja ya mafuta. Ukiangalia ile zile gharama zote zile ni gharama na kodi za serikali. Sisi tunapata shilingi 108 tu. Nitakupa template ya euro, utaona margin ya wholesaler anapewa ngapi. Biashara yetu ni ya uwazi kabisa. Hata ukiingia kwenye mtandao unaiona. Hakuna swala la kuficha. Sisi tunapata 108, wholesaler anapata 114.
Sawa sawa. Umeshaelewa? Kwa hiyo ina maana zile gharama nyingine zote ni za serikali, lakini kinachotusaidia ni volume. Yaani biashara yetu sisi ni ya volume. Kwa sababu huwezi kuuza lita moja, utauza lita 100,000, 200,000 kwa mwezi, 300,000. Inategemea, kama una station nyingi unaweza kuuza mpaka 2 million kwa mwezi. Hasa angalia shilingi 108 kwa milioni 2, ni hela nyingi pale unaziona. Lakini ni growth margin. Sasa ukija kutengeneza na gharama, utaangalia biashara yetu ni ya volume. Sawa mzee wangu. Hata hivyo mpaka sasa hivi kwa umri wangu huu siya kushuhudia mfanyabiashara akikiri au akikubali kwamba anatengeneza faida. Endelea sasa. Nilikuingilia kidogo, samahani. Nilikuwa naendelea kwamba serikali yetu wanasema kwa Kiingereza ni balancing mechanisms ambazo zinaingilia kati pale ambapo kuna frustration zinazojitokeza kama hizi za vita. Kuna kwenye mikataba tunavyosaini mikataba, kuna kitu kinaitwa force majeure. Moja ya vitu ambavyo tunavitem kama force majeure ni vita, vitu kama mafuriko, vitu ambavyo hauwezi kuviona wakati ukisaini au wakati ukikubaliana. Kwa hivyo serikali ina namna ina balancing mechanism ya kuweza kuhakikisha kwamba basi mwananchi aathiriki kwa kiwango kikubwa. Na maanisha kwa kiwango kikubwa, sio kwamba mwananchi aathiriki kwa sababu mwananchi ataathirika, kama kupooza yale makali, makali yale. Kwa hiyo mimi walau mwananchi haweze kupata maumivu kidogo, lakini pia aendelee na maisha bila usumbufu mkubwa. Kwa hivyo mimi ambacho wito wangu ambao nilikuwa nautoa, na kwa mamlaka ambazo zimesema zinafanya kazi usiku na mchana, kwa kweli ninaomba tuangalie madhara haya tuweze kuyapooza kidogo, ili wananchi waweze kuendelea kupata huduma, aweze kuendelea kuleta mazao yake kutoka shambani, alete Kariakoo, na anayenunua Kariakoo aweze kununua kwa bei ambayo bado anaweza akafanya. Sasa Mzee Tino, naomba nikuvue ufanyabiashara kwa muda, nikulete kwenye utanzania na uzalendo, na wakati na kuvua ufanya biashara naomba pia nitumie experience yako ya miaka mingi kwenye sekta ya mafuta. Sasa hivi tuko kwenye hali kama hii, intervention, yani kitu gani ambacho kinaweza kikafanyika kwa sasa hivi kwa haraka kikasaidia Watanzania kuweza kutohisi ama kutofilio pinch hayo makali ya biashara ya mafuta kupanda? Kwanza usinitoe kwanza kwenye biashara alafu nitatoka kwenye biashara. Maumivu haya yako pande zote mbili. Sisi kama wafanyabiashara tuna maumivu makubwa kuliko hata nyinyi sasa. Kwa sababu imepanda kwa asilimia tuseme ni 50. Hakuna mtu anayefanya biashara kubwa kama hii ya mafuta kwa hela zake mfukoni. Tuna facilities za mabenki. Ni benki gani sasa itakwenda kukupa kutokana na facility yako? Ina maana collateral zako ziko tied up kwamba zimekuruhusu kupata 100 million. Sawa. Sasa unatakiwa uwe na 100 million nyingine ili uendelee kufanya biashara. Unapata wapi hiyo facility? Pia tumeiomba serikali tusaidie. Wafanya biashara tunakwenda kushindwa kwa sababu kwa mafuta volume ile ulikuwa unanunua shilingi milioni 89. Volume hiyo sasa unaenda kununua milioni 200. Sasa utapata wapi pesa hizo? Kwa hiyo tuna hiyo changamoto, na sio kwa wafanya biashara retail peke yake, pamoja na wholesaler wote pamoja tunaingia hiyo shida hiyo, tunaliweka hivyo. Lakini hili lingine sasa la kwetu sisi kama mzalendo Mtanzania, una option kuto kutumia private. Tulikuwa nilikuwa miaka ya 80, miaka ya 70, tulikuwa Jumapili hatuendeshi magari, tulikuwa na vibali vya magari vya kununua mafuta. Tulipita hiyo hali ambayo nyinyi hamuijui, mmesikia historia tu. Sasa ni kipindi sasa cha kutumia mabasi sasa ya public, kutokuwa kama kuna safari ambazo sio za lazima pia uzipunguze ili upunguze matumizi yako ya mafuta. Kwa hiyo ndio njia pekee inaweza kutusaidia, lakini sio kuiomba serikali. Kwa wale wasio na magari, wale wasio na magari bahati nzuri kama wasio na magari gharama zitapanda. Zitapanda na tujiandae kuzipokea, lakini kama alivyosema mchumi kwamba serikali itajitahidi kufanya zile gharama ziwe himilivu, yani wananchi waweze kuwa wana uwezo wa kuzitumia. Lakini kwa wale wanaotumia magari binafsi, ina maana tunashauriwa tutumie magari ambayo ni ya umma,
yataweza kutupunguzia gharama za uendeshaji, foleni zitapungua, mafuta pia matumizi yatapungua. Kwa hiyo itatusaidia kama sisi kizalendo, kama wananchi. Lakini kusema kuna njia nyingine mbadala kwamba tunaweza tukaitumia, sisi Tanzania sio kisiwa, lazima tupate hii changamoto. Kuna kipindi pia tukidanganyana kwamba kuna nafuu, kuna mahali serikali itampa nafuu mtu, hii tutakuwa tunajidanganya tu hapa na tunadanganya watu. Kuna kipindi serikali ilitoa ruzuku, nakumbuka vizuri sana, ilisaidia chochote wakati ule, ilikuwa 2022 kama 2023. Lakini uangalie pia iliathiri sana serikali, kwa sababu serikali kama alivyosema mchumi, ina bajeti, ina miradi ya kimikakati, ina miradi ya maendeleo, ina miradi ambayo ni lazima madawa yapatikane hospitali kwa ajili ya kutibu watu, lazima watu waendelee, shule ziweze kujengwa, shule ziweze kuendelea, wanafunzi waweze kupata elimu, walimu walipe mishahara, watumishi wa serikali walipe mishahara. Sasa serikali inategemea kodi hiyo ya mafuta, alafu ilileta athari, ilisumbua sana, lakini kwa sababu ni serikali waliangalia namna ya kufanya balance kama alivyosema mchumi hapa. Lakini kusema kweli, tusema kama serikali itakwenda kutoa pesa kwa ajili ya kupunguza ukali wa bei za mafuta nchini, sidhani kama hiyo nafasi ipo. Na kwa kumalizia sasa, kiuchumi kwa ujumla, Senga, kwa kumalizia niseme hali kama hii yenye mifanano kama hivi kwa taarifa za kidunia imewahi kutokea miaka 1970 kabla sijazaliwa, kama alivyosema mzee Masi. Kabla sisi hatujazaliwa. Hamkuiona hiyo hali. Jumapili tulikuwa tuendeshi gari bwana. Bora hata wewe ulikuwa na gari. Bwana, miaka hiyo kuwa na gari sio mchezo. Kwa hiyo tunarudi kwenye reference ya miaka hiyo, na ni lazima tuwe na kitu kinaitwa coping mechanism tuweze kuendana na hali ilivyo, kwa sababu kwa kweli sisi kama nchi hatuwezi kuicontrol hiyo hali. Hiyo hali ni global problem. Kwa hiyo mimi ninachoshauri ni kwamba lazima tuende kama nilivyosema kwanza kwenye serikali, na amesema inawezekana kusaidia hali iendelee kuwa himilivu. Lakini cha pili ni fursa pia kwetu sisi kama nchi pia kufikiria vyanzo mbadala vya nishati, kwa sababu nishati ya mafuta ni nishati ambayo tumeitumia kwa muda mrefu. Kwa mfano tukisema nishati kama nishati mbadala kama solar system, gesi asilia na vitu kama hivyo, ni nyakati za kuanza, kwa sababu kuna watu ambao wameshaanza kusubstitute kutoka kwenye viwanda vyao, wameshaanza kutumia gesi asilia moja kwa moja. Kuna watu ambao wanatumia sola kwenye upande wa energy kupata. Kwa hiyo tuondoke kwenye ile mifumo ambayo tumeizoea, ambayo ikiharibika kidogo inasumbua zaidi dunia. Lakini kimsingi tujiandae kwa madhara haya ambayo yanasababishwa na imported inflation, lakini kikubwa zaidi sasa hichi ni spiritual, manake tumuombe Mungu vita ifike mwisho, dunia ibalance, irudi katika hali yake ya kawaida. Kwa watu wa rohoni waingie pia kazi. Watu waingie. Haya, shukrani sana Senga. Tunakushukuru sana Julia Thaddeus Senga, mhadhiri msaidizi wa masuala ya biashara kutoka idara ya biashara Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, lakini mchambuzi wetu pia wa masuala ya uchumi. Tunakushukuru mzee wangu Agustino Masi ambaye ni katibu mkuu wa TAPSOA. Tunatakia kila laheri katika jitihada hizo mnazoendelea kufanya kuhakikisha kwamba tunapooza makali ya bidhaa hiyo ya mafuta ambayo inatarajiwa kupanda bei pengine siku za usoni. Tunakamilisha hivyo. Asante sana.